Welcome ama Boss News. Like, subscribe, share ili uwe mwanafamilia Boss News Online TV. Yes sir, karibu tena Boss News Online TV. Leo ni mwendelezo wa masomo yetu mbalimbali. Tafadhali subscribe na kulike na kushare ili uwe mwanafamilia, na kama tayari share kwa wengine upate kujifunza haya masomo. Mada ya leo, utabiri wa mwaka 2026, nyota ya ndoa, upepo au dalu wa zohali, mlango wa 11. Leo Boss News Online TV nimewaletea mada nzuri sana. Karibu tena kwenye Boss News Online TV, sehemu pekee unayopata elimu ya nyota, utabiri wa maisha na siri zilizojificha ndani ya ulimwengu wa zodiac. Leo tunazungumzia nyota ya ndoa maarufu kama nyota ya upepo, dalu wa zohali, mlango wa 11 katika nyota zodiac. Kama wewe ni mwenye nyota hii au unaishi karibu na watu wenye nyota ya dalu wa zohali, basi kaa mpaka mwisho, kwa sababu mwaka 2026 una mambo mazito sana kwa nyota hii. Ndugu yangu, kulingana na itikadi za kinajimu na waelimu wa mambo ya sayari ambao wanazungumzia habari za kinyota, ikiwa hujafahamu nini maana ya nyota, hujawahi kufungua mada hii, video hiyo hujawahi kuiona, basi rudi kwenye channel yangu, itafute nini maana ya nyota, nini maana ya zodiac, ili uelewe maana ya nyota, ili usiwe mgeni sana kwenye hii mada leo. Basi rudi kwenye channel yangu Boss News Online TV, search kuangalie nini maana ya nyota. Utakuta kule maelezo ya kutosha kwenye video fulani inazungumzia habari ya nyota. Tuendelee. Nyota ya ndoa ni nyota ya watu wenye akili za tofauti, wabunifu, wanaopenda uhuru na wenye maono makubwa ya maishani. Watu wa nyota hii mara nyingi hupenda kusaidia wengine, lakini mioyo wao huwa na siri nyingi sana. Kuna msemo unaosema maji ya mtungini hayaishi kutikiswa. Hivyo ndivyo walivyo watu wa nyota ya ndoa. Akili zao huwa zinafikiria sana kuhusu maisha na future yao. Katika mwaka huu, mwaka 2026, kutokana na itikadi za kilimwengu, nguvu za zohali inaonekana kuleta mabadiliko makubwa kwa watu wa nyota ya ndoa. Wapo wanaopanda kiuchumi, lakini pia wapo watakaoanguka kwenye majaribu makubwa ya kihisia na kifedha. Mwaka huu si wa mchezo kwa nyota hii, ni mwaka wa maamuzi, kujitambua na kuacha watu kuwarudisha nyuma maendeleo yao. Kwenye upande wa kazi na biashara, mwaka 2026 unaonyesha mafanikio kwa uvumilivu kwa muda mrefu. Kuna watu wa nyota hii watapata kazi mpya, biashara zao zitapanuka au watapata connection muhimu zitakazobadili maisha yao. Lakini kumbuka msemo unaosema bahati humpenda mwenye kujituma. Nyota peke yake haitoshi bila juhudi. Kwa upande wa mapenzi, mwaka huu utakuwa na mchanganyiko wa furaha na maumivu. Watu wengi wa nyota ya ndoa watagundua ukweli kuhusu watu waliokuwa karibu nao. Mahusiano ya uongo yataanza kuvunjika na yale ya kweli yatazidi kuwa imara. Wapo watakaopata wachumba wa kweli, lakini pia wapo watakaokaliwa kwa sababu ya usaliti, tamaa za watu walioamini. Athari kubwa ya nyota hii mwaka 2026 kulingana na itikadi za unajimu mambo ya zodiac ni nguvu ya mabadiliko ya ghafla. Watu wa nyota ya ndoa wanaweza kubadilisha maisha yao ya ndani ya muda mfupi sana. Mwaka huu wengine watahama maeneo, kubadili kazi, kuanzisha biashara mpya au kuanza maisha mapya kabisa. Lakini tahadhari kubwa ipo kwenye upande wa marafiki na ndugu wa karibu. Wivu, husda, maneno ya watu vinaweza kuwa sababu ya kuchelewesha mafanikio yako. Nyota hii mwaka 2026 kuna watu watajifanya wanakupenda, lakini moyoni hawapendi kuona unafanikiwa. Msemo unaosema si kila anayetabasamu mbele yako anakutakia mema. Kwa upande wa afya, watu wa nyota ya ndoa au dalu wa zohali wanatakiwa kuwa makini. Msongo wa mawazo, kufikiria sana kunaweza kuathiri afya yao mwaka huu. Ni muhimu kupumzisha akili, kufanya maamuzi kwa utulivu na kuachana mambo yanayoongeza pressure zisizo na maana. Faida kubwa ya nyota hii mwaka 2026 kulingana na itikadi za unajimu, kufunguka kwa milango ya mafanikio na kujitambua zaidi. Watu wengi wa nyota ya ndoa dalu wa zohali
wataanza kugundua thamani yao halisi. Wengine wataanza maisha mapya baada ya kupitia maumivu ya muda mrefu. Lakini pia kuna majaribu ya tamaa na kuamini watu kirahisi. Watu wa mlango huu wana moyo wa kusaidia sana, lakini wakati mwingine hupoteza nguvu zao kwa kuwabeba watu wasiowajali. Mwaka huu unatakiwa kujifunza kusema hapana kwa watu wanaotumia wema wako vibaya. Katika kifedha, kwa upande wa mwaka huu 2026, kwa mlango na itikadi za kinajimu yote za zodiac unaonyesha kupanda na kushuka. Kuna wakati wa pesa kuingia vizuri, lakini pia kuna hatari ya matumizi makubwa yasiyo na mpango. Yani, kuna hatari ya matumizi makubwa yasiyokuwa na mipango. Epuka kuamini kila deal au ahadi za haraka za utajiri. Kwa ujumla, mwaka 2026 kwa nyota ya Dalu ya Zohali ni mwaka kufunguka kwa akili, mabadiliko makubwa na kwa safari mpya ya maisha. Wale watakaokuwa na subira, maamuzi sahihi na juhudi wataona matokeo makubwa sana. Kumbuka msemo unaosema nyota huonyesha njia, lakini miguu ni yako. Hivyo usitegemee utabiri pekee bila kufanya kazi kwa bidii. Kama umeipenda mada hii, usisahau ku like, ku subscribe na kushare video hii ili wengine wapate kujifunza. Pia andika maoni yako hapo chini. Je, wewe ni wa nyota Dalu ya Zohali? Je, wewe mada hii imekugusa? Ndugu yangu, tuonane katika video nyingine, na kama unataka kujua nyota yako, utabiri wako binafsi au siri za maisha yako kupitia zodiac, unaweza kumtafuta ama kunitafuta Bosnia Online TV kwa namba zangu za simu unazopita hapo mbele.